Sasa leo tutakuwa na somo linaitwa hivi: usalama wao uko mikononi mwako. Usalama wao uko mikononi mwako. Kwenye muktadha huu neno usalama limetumika likimaanisha wokovu. Kwa hiyo unaweza ukasema wokovu wao uko mikononi mwako, ama unaweza ukasema usalama wao uko mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilianza na ile brief ya kuonesha mimi kule ambako nilitoka, nikakuonesha hatari ambazo nilikuwa ninazipitia. Asilia, sija fabricate story. Nenda pale Kaliua, uliza habari za Abeid, watakwambia. Usalama wangu ulikuwa mikononi mwa hawa vijana wawili niliowakuta pale Ugweno, Kilimanjaro. Wakanifuata na kunieleza, Yesu anakupenda, anayapenda maisha yako, na ukimpokea Yesu umepata vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda taratibu uone kwa nini tunasema usalama wao uko mikononi mwako. Na kipekee kabisa naomba mic moja apelekewe Pastor Sylvester. Utakuwa unanisaidia kusoma maandiko. Lakini kuna moja hili hapo lipo kwenye screen zetu, ambayo ndio theme yetu ya uinjilisti kwa wiki hii, mwaka huu. Tazama jinsi ilivyo mizuri miguu yao wale wahubirio habari njema. Warumi 10:15. Huu ndo msingi wetu uliopo hapa, msingi wa neno letu uko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesukumwa sana na Roho Mtakatifu kukumbusha kanisa kwa habari hii, kwa sababu hili jukumu la kuwafikia watu, kuna namna kanisa tunalichukulia lightly, kwa wepesi fulani hivi. Sisemi kwamba hatufanyi, lakini kuna namna tunatakiwa kutiana moyo ili tufanye kwa uzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu amekaa akifikiri kwamba jukumu la kumfikia mtu na kumshuhudia ni la wale wanaoitwa wainjilisti. Kwamba habari za kushuhudia, mfano wiki iliyopita tulikuwa kuanzia Jumatano, wiki hii tangu Jumatano tulikuwa tunapiga kelele kwenye WhatsApp, Instagram, tukiwaambia watu twende mtaani tukahubiri. Watu wengine walikuwa wanaona zile, wanapita, wana scroll. Kuna wengine walikuwa wanasoma, alafu moyoni mwao wanasema wakina Wadelanga wataenda, wakina Mama Semadio wataenda, wakina Mama Shigela wataenda. Tena kipekee kabisa kanisa, hebu mpigieni makofi Mama Shigela jamani, amefanya kazi ya Mungu mtaa kwa mtaa kuwahubiria watu habari njema. Sasa kuna wengine walikuwa wanaona hizi habari watafanya kina Pastor Mwandu, si wapo? Sasa mtumishi wa Mungu, nimekuja kukukumbusha kwamba kuna mtu mmoja somewhere hajaokoka mpaka leo, kwa sababu yako wewe, kwa sababu yangu mimi tu, kwa sababu sijachukua hatua ya kwenda kufanya nini? Kumshuhudia. Sasa nataka tukumbushane ya kwamba, naomba next slide, Mungu humtumia mtu mmoja mmoja kuwaleta wengine kwa Yesu. Na sio swala la kikundi, sio swala la idara, sio swala la wale wanaoitwa watendakazi. Mungu anamtumia mtu mmoja. It is all about you, my friend. Na wewe unayenitazama pale online, Mungu anamtumia mtu mmoja tu kuwafikia wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukizungusha kichwa chako ukaangalia hapa, tuko zaidi ya watu 200-300. Si kikundi kilichokwenda kutushuhudia wote hapa. Ni mtu mmoja mmoja kwa majira fulani na nyakati fulani, kama mama alivyotushuhudia 77. Ndio maana mimi na wewe tuko hapa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa hebu tutazame mifano katika Biblia ambayo inatuthibitishia kwamba Bwana, inahitajika mtu mmoja tu kumleta mtu kwa Yesu. Mtu mmoja ni wewe unayeweza kumleta mtu fulani kwa Yesu na maisha yake yakabadilika, kama ambavyo tumepata simulizi nzuri ya mama yetu Pastor Matilda hapa.
kwamba huko nyuma alikuwa na maisha fulani, lakini kuna kile kipindi kilifika wakamfuata watu fulani, na yeye akawa anasikia shauku, wale watu wakathibitisha habari za Yesu na akaokoka. Si hivyo tu, na kwenye Biblia ipo. Mtumishi wa Mungu Pastor Sylvester, tusomee Yohana sura ya kwanza mstari wa 40 na 42. Tutapata simulizi hapa ya mtu anaitwa Andrea alivyotumiwa na Mungu kumleta Petro kwa Yesu, na baadaye Petro anakuwa jitu ambalo lilifanya revolution kubwa kiimani. Karibu mchungaji. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 40 hadi 42. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliyemsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe yu Simoni mwana wa Yohana, nao utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Haleluya! Kumbe kulikuwa na mtu pale katikati ambaye alihitaji Petro kupitia yeye ndo akutane na Yesu. Haleluya! Kumbe wewe ni Andrea, umekaa pale, kuna Petro anakusubiri pale nyuki, umsogeze kwa Yesu. Jukumu la wajibu linakuwa ni la Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalie mfano mwingine. Tunaenda tu mbio mbio ili kusudi baadaye tupate muda mzuri wa kuomba. Tusome tena Yohana hiyo hiyo sura ya 4 mstari ule wa 28 wa 30 wa 39 na 2. Tutaona habari za yule mwanamke Msamaria. Mchungaji. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 28 hadi 30, 39 hadi 42. Biblia inasema, basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu anayeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, amkini huyu mtu ndiye Kristo? Mstari wa 30, basi wakatoka mjini wakamwendea. Mstari wa 39, Biblia inasema, na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke. Haleluya! Aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote aliyoyatenda. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, bali sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Haleluya! Ule mji wa Samaria wengi wakamjua Yesu kwa sababu ya hatua moja tu aliyoichukua huyu mama Msamaria. Tunajua hiki kisa. Huyu mama alikuwa kisimani akichota maji, baadaye Yesu anapita pale anamuomba maji. Bwana asifiwe sana. Tamaduni za maeneo yale zinamfanya huyu mama anastaajabu, inakuaje wewe wakule unakuja kuniomba maji mimi? Story tunaifahamu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia hii passage, hii scripture ndio ukazaliwa ule wimbo mzuri tunauimba kila siku, ameniambia, si ndio? Mambo ya maisha yangu. Sasa watumishi wa Mungu, wewe tangu uliposhuhudiwa habari za wokovu, umeshawaambia wangapi yale ambayo Yesu amekutendea, ili kusudi na wao waweze kuyaona na wachukue hatua ya kumfuata huyu Yesu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke Msamaria hakunyamaza. Alipotendewa mambo, alichukua hatua haraka, akakimbia kwenda kuwaeleza watu wa mji wake, yuko mtu ameniambia mambo ya maisha yangu. Na wale watu wakaenda kusikiliza na wakabadilishwa. Bwana asifiwe sana. Kwa lugha nyingine ni kwamba usalama wa wale watu wa Samaria ulikuwa kwenye mikono ya huyu mama. Kwa pengine Yesu alipomueleza mambo yake, yule dada angeamua kupiga kimya akaenda zake, story ingekuwa ni ya tofauti. Wokovu wa hawa watu pengine tusingeusoma kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui tunaenda pamoja. Haleluya. Hebu tutazame mfano mwingine tena wa mwisho. Mtumishi nisomee Yohana hiyo hiyo sura ya kwanza mstari wa 43 mpaka ule wa 50. Tunaona story hapa ya Filipo alipomleta Nathaniel kwa Yesu. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 43 hadi wa 50.
Siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutokea Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna ila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita ulikuwa hapo chini ya mtini, nilikuona. Nafikiri tuishie hapo. Haleluya. Kumbe Nathanaeli alimuhitaji Filipo ili aweze kuupata wokovu wake kupitia Yesu Kristo. Swali ni kwamba Filipo asingechukua hatua ya kumsogeza Nathanaeli kwa Yesu, hii story isingekuwepo. Sasa nina swali kwako mwana City Harvest, nauliza tena, je, wewe mke wangu Flora unaniangalia, umeleta wangapi kwa Yesu tangu uliposikia habari zake? Mzee wangu Liabandi, umeleta wangapi kwa Yesu? Mzee wangu Milton, umeleta wangapi kwa Yesu? Hiyo swali lichukue, usinijibu sasa hivi. Sasa ninapoongea maneno haya, next slide, kuna mtu ananitazama pale, ananiambia actually mimi nishaokoka. Okay, ninatoa fungu la 10 pale kwa Pastor Dondo, mimi ni mwaminifu sana. Ninaenda kwenye morning glory, ikitokea michango na changa. Kwani nisipohubiri kuna tatizo? Is there any problem nisipohubiri? There's someone who anajiuliza hilo. Anajiuliza hilo. Naomba slide inayofuata. Kwani nisipohubiri nitafungukiwa nini? Hilo ni swali ambalo wengi wanajiuliza. Mchungaji, tusomee Ezekiel sura ya 3 mstari wa 18 mpaka wa 19. Nisipohubiri itakuwaje? Kitabu cha Ezekiel sura ya 3 mstari wa 18 hadi wa 19. Nimwambiapo mtu mabaya, hakika utakufa. Next. Endelea pastor. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa, wewe usimpe maonyo, wala usemi na huyo mtu mbaya ili kumwonya, kusudi iache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Lakini ukimwonya mtu mbaya, wala yeye haiachi ubaya wake, wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa na roho yako. Haleluya. Basi tuongezee tena Yohana 15 mstari wa 1 na wa 2. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 1 na wa 2. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu anajitambulisha kwamba yeye ni mzabibu. Sawa? Baba yake ndio mkulima na sisi ni matawi. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna ole hapo, kuna ole. Wewe ambao ulikuwa unasema hivi, mimi nisipohubiri itakuwaje? Kwani kuna shida gani? Mbona natoa sadaka? Mbona naenda morning glory? Mbona nawahi ibadani? Mbona situkani? Mbona sitendi dhambi? Hiyo haitoshi. Maandiko yanatukumbusha kwamba tawi lisilozaa litaondolewa. Hili andiko mimi huwa nikilisoma naogopa sana. Kuondolewa, my friend, haiangalii status yako. Haiangalii mkeka wako wa mfungu ya 10, haiangalii jinsi gani unajitoa kwenye jamii inayokuzunguka kule mtaani. Condition ni moja tu. Enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu mataifa kuwa wanafunzi wangu. Only that. Haya mengine yana utaratibu wake. Lakini hili lisipofanyika vizuri, watu wa Mungu, hata kama
tutacheza kwa namna gani, tutasifu, tutakuwa na praise team kali kwa namna gani, kama hatumzalii Mungu matunda, with time tutaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee mkuu ni shahidi, wako watu wa investment kule Njopeka, si kuna migomba yetu kule mnaitazama, eti ile migomba ambayo mnaona kabisa hali yake si mizuri, huwa mnaiacha. Si tunaing'oa, tunaiondoa. Lakini ile ambayo inaonesha tayari vimaua, kuna namna mnaipalilia vizuri, si ndivyo? Mwana City Harvest, hii ni ya kwako. Unalo jukumu, hubiri habari njema, kwa sababu usipofanya hivyo utaondolewa. Na tumesoma andiko lililopita hapo ya kwamba nawe usipomuonya damu yake itadaiwa. Kuna deni jamani, kuna deni. Kuna watu tuko nao kule kazini, ni watu wa hovyo, na kila siku Mungu anasema na wewe zungumza na hawa watu, ila unajificha hivi. Na unajua wakati mwingine maisha yetu yanatufanya tunakosa ile confidence. Yani tunakuwa na double faces. Tukiwa hapa Makarabu, haleluya, amen. Ila nikienda kona hivi nakuwa na sura nyingine. Kwa hiyo ule ujasiri wa kumwambia mtu acha dhambi ninaukosa. Tumuombe Mungu atusaidie ili tuwe na nguvu na ujasiri wa kuwaeleza watu wa karibu yetu watendao maovu ya kwamba acha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Neno la Mungu kwenye Warumi sura ya 10:13 mpaka 15 linasema hivi: watawezaje kumwamini yeye ambaye hawakumsikia? Tena watawezaje kusikia pasipo kumhubiri? Jamani, kuna watu wapo kule, ni ndugu zetu huko makabila yetu huko, tumevaa kimakabila na tunatamani sana wampokee Yesu, lakini tumewahubiria? Si wakati tunafikiri maandalizi ya hiki kilele cha hiyo wiki tukasema hebu basi watu waje wamevaa kwa namna za makabila yao, ili ukija my friend tukutwike jukumu la kuhakikisha basi wale Wasukuma wamehubiriwa, kwa sababu watawezaje kumwamini yeye kama hawakusikia? Na watasikiaje kama hawajahubiriwa? Wale wa Poti Uimanyovu Poti Gusa, watasikiaje? Tunakwenda likizo na hii tujichallenge wenyewe. Mara nyingi tunakwenda likizo, ndugu zangu wa Moshi, mwezi wa 12 huwa tunaenda zetu Moshi. Ndugu zangu wa Iringa huwa tunaenda ukanda wa nyanda za juu kusini. Watu wenzangu wa magharibi tunaenda. Lakini mara nyingi focus yetu huwa tunawaza Mbege, tunawaza na ng'ombe tuchinje, afu turudi Dar es Salaam. Sasa ni lini tutaweza kuweka mikakati ya kuwahubiria Wachaga wenzetu, Wahehe wenzetu, Wakuria wenzetu tunaporudi nyumbani? Leo na pose challenge kwa Mwana City Harvest yeyote ambaye una mipango ya kwenda kusalimia nyumbani Desemba, moja kati ya vipaumbele vyako iwe kuhubiri habari za wokovu kwa watu wa kabila yako. Kama umeamini sema amen. Tukifanya kwa uaminifu, Yesu atatukuzwa. Bwana asifiwe sana. Ninapomalizia nataka tutazame slide inayofuata. Nipe ile slide inasema hizi ni faida za kuleta watu kwa Yesu. Ziko faida pia za kuleta watu kwa Yesu. Bwana asifiwe. Hapa ndio mahali watu wanapapenda sana. Haleluya. Tutaenda haraka. Faida ya kwanza, utakuwa umetii agizo kuu. Na kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Hilo agizo kuu linapatikana Mathayo 28:19-20. Ukihubiri tu unakuwa umetii. Na faida za kutii Biblia imezitaja kwenye maandiko mengi sana. Ukienda kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, kuna mahali inazungumzia baraka zinazoambatana na kutii. Hili ni agizo. Kwenye maagizo huwa hakuna negotiation, ni utii. Amen. Makamanda mpo, wale watu wamepita JKT mnaelewa. Master akisema kushoto ni kushoto, si ndivyo? Ni swala la kutii. Na sasa kwenye kutii huko kunazo faida. Faida ya pili, Bwana atakustawisha. Haleluya. Wafanya biashara mpo? Geoffrey upo? Geoffrey Nafaka Wanyuki pale upo baba? Na wafanya biashara wengine mnafanya biashara za mtandaoni, kina Eliza Mabwai mpo?
ukihubiri, Bwana atakustawisha kwenye hiyo biashara unayoifanya. Haleluya! Hii iko guaranteed kabisa, na kila tawi linalozaa hulitengeneza. Yaani Bwana hawezi akakuacha hivi hivi. Hii ni kazi ambayo ina bonus. Yaani unaenda unapiga kazi alafu unaokota bonus. Unapiga kazi alafu unachukua commission. Unapiga kazi alafu unachukua commission. Unashangaa unainuliwa. Ulikuwa ni officer wa kawaida, unapandishwa unakuwa senior officer, unakuwa senior officer, unakuwa principal. Unashangaa tu Bwana anakustawisha. Na ndivyo ilivyo. Tunao uhakika. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikupe uhakika huu hapa. Mtumishi wa Mungu, soma Danieli sura ya 12 mstari wa 3. Niko na wind up. Danieli sura ya 12 mstari wa 3. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waangazao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Haleluya! Sema, nikihubiri Bwana atanifanya ning'ae kama nyota. My friend, utaki kung'aa wewe? Utaki kushine? Bwana asifiwe sana. Jamani, kuhubiri injili inawezekana. Naomba next slide. Kuhubiri injili inawezekana. Kuna mtu anajiuliza, nitafanyaje? Nitapigaje hapo? Naomba ile slide inasema anza kufanya mazoezi yafuatayo. Bwana asifiwe. Hapa niangalie vizuri. Kitu cha kwanza, anza na walio karibu yako. Nikiangalia hapa almost 10-20% ya watu ambao wamekuja kanisani tumetumia public transport. Pengine ni 50% or even 60%. Si ndivyo? Si tumetumia usafiri wa kukodi, either umekodi bajaji au bodaboda au umebolt, si ndivyo? Sasa hebu kuanzia leo tukitoka hapa, anza na yule dereva bajaji. Anza na yule dereva wa Bolt. Mueleze habari njema. Ukimaliza hapo, kesho kazini, anza na wale wafanyakazi. Nenda pale mtaani kwako, washuhudie. Ukiwa stendi kesho unasubiri gari uende kazini, uko pale Nyuki, uko pale Goba, mwambie tu mtu. Na mtu mwingine ana complicate, anadhani lazima ushike Biblia uende na megaphone pale uombe haleluya, Yesu anakupenda, acha dhambi. No way. Ni maneno machache tu tuliokuwa tunahudhuria kwenye zile devotion za kwenda kuhubiri. Pastor Latson alitukumbusha ni mambo 5 tu, si ndio baba? Ni mambo 5 tu. Mwambie, my friend, unajua Yesu anakupenda. Lakini dhambi ndio inayotutenganisha wanadamu na Mungu. Neno la Mungu linasema wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake. Lakini unajua nini? Huyu Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili yako. Kwa sababu hiyo ni swala la wewe tu kukubali kutubu dhambi zako leo. Na ukishatubu, anza kuishi katika kumuishi yeye Kristo, na tayari unakuwa umeokoka. Jamani, hiyo ni kazi. Nimetumia dakika ngapi kusema hayo maneno? Ni machache. Haya, ikikushinda basi nenda katengeze vipeperushi basi. Huyo domozege. Nani domozege? Kuna domozege hapa ndani? Haiwezi kuongea. Wewe domozege bado utafikiwa tu. Tengeneza. Ndio maana sisi wainjilisti juzi tukasema hivi, so kila mtu lazima aongee. Tukawarahisishia wainjilisti, tukatengeneza mabango kwamba mimi siongee na kuonesha bango. Wokovu ni sasa. Yesu karibu kuja. Yesu anaponya, anaokoa, anasamehe. Mshahara wa dhambi ni mauti. Si mliona ile mabango? Na hiyo itakushinda. Basi chukua hatua sasa. Na unajua tunapozungumza hizi mambo mengine ni simple tu. Jamani, wangapi watu tunatembelea wagonjwa hospitalini? Wangapi watu tunatembelea? Sijasema kwenda kuhubiri, maana mnaanza kuinama. Wangapi wao imetokea tukapita tu pale hospitali kwenda kumuona ndugu yetu anaumwa na nini? Tunaenda hospitalini, si ndio? Ndugu zangu, mimi ngoja niwape ushuhuda mmoja. Kuna nguvu sana kwenye kutoa neno la faraja kwa wagonjwa. Yaani si lazima upange kwamba sasa naenda kushuhudia. Hata ikitokea tu umeenda, kuna ndugu yako anaumwa. Ndugu yangu,
nenda kwenye kitanda cha mtu usiyemjua. Nenda mwambie Yesu anakupenda. Nenda mwambie kwa kupigwa kwake Yesu tumepona. Hata wewe utapona. Hiyo faraja ni kubwa sana. Inasaidia. Inasaidia watumishi wa Mungu. Mimi naongea hapa, nimeyaishi na yajua. Ngoja niwaoneshe ka slide kadogo. Naomba kwa slide. Alafu useme ni AI. Unaona huyo hapo? Hebu angalia kwenye screen. Look at that guy there. That's me. Huyo ni mimi. Huyo ni mimi. Katika kipindi kigumu ambacho nilikuwa nimekaa hospitali miaka 3. Na ukumbuka wale wainjilisti ambao maskini ya Mungu siwajui, walikuwa wanatoka wapi. Lakini Mungu aliweka mzigo ndani yao. Wakawa wanakuja hospitali. Nikisema miaka 3 guys, mnielewe, yani nililazwa mwaka wa kwanza sijatoka. Yani inaanza Februari kwa sababu nililazwa for the first time it was February mpaka Februari nyingine nipo kwenye kitanda cha wodini. Tena aina ya staili ya kulala niliokuwa nalala, wale wauguzi wanajua inaitwa prone position. Nalalia tumbo hivi, ninalishwa chakula kama kindege hivi na baba yangu. Tena hicho chakula lazima akiponde ponde hivi kwa sababu nilipooza kuanzia hapa kushuka chini hivi. Sasa wale watu walikuwa wakija wananipa habari njema, wananiambia Yesu anaponya, wananiambia Yesu anaweza. Na nataka nikuhakikishie kwenye hiki kipindi, you can give me the next slide. Kwenye hiki kipindi imani pia iliumba. Imagine umekaa mwaka wa kwanza uone uponyaji. Kafika mahali nikawa naona sasa haiwezekani na nini. Lakini kuna wainjilisti ambao hawakuchoka, ambao usalama wangu mimi Abeid ulikuwa mikononi mwao. Hawakuchoka kuja hospitalini, kuja kuniambia inawezekana, mtumishi wa Mungu. Hawa watu Mungu awabariki sana. I don't remember you guys wako pale Kasulu, lakini nyie ni watu bora sana. Nyie ni watu wazuri sana. Hebu cheki nguvu walikuwa wanaitumia, haijapotea bure. Huyo mtu hapo ndi mimi hapa. Na mimi sikia nikwambie, linapokuja swala la injili na mambo yanayomhusu huyu Mungu, kuna watu wakiniona na bubujika napita na wheelchair changu hapa. Wengine wanasema huyu mtu labda kuna namna hivi. Nyie watu, mimi Mungu amenisaidia nyie. You guys don't know where God took me from. Huyu Mungu alinisaidia mahali ambapo hapakuwezekana. Na ndio maana hata leo mimi sionei haya injili. Sionei haya injili, maana ndio uweza uletao wokovu. Na sitaona haya. Na ole wangu nisipohubiri injili. Naomba praise team. Ole wangu nisipohubiri injili. Kuna watu wanamhitaji Mungu. Huyu kijana hapo alikuwa anamhitaji Mungu. Alikuwa anahitaji tu watu wakwenda kumwambia Yesu anakupenda. Kwani hayo maneno ni magumu mtumishi? Kwani anachukua hata dakika 2 wewe mtumishi wewe? Kwani anachukua hata dakika 2 kumwambia mtu Yesu anakupenda atakuponya? Mimi usalama wangu ulikuwa kwa hao watu. Kuna mtu mmoja yuko pale Mwaisela, usalama wake uko mikononi mwako. Sasa sikiliza nikwambie. Yamkini umekuwa ukitamani kuhubiri, lakini kuna vitu vinakuzuia, vinakurudisha nyuma, unakosa ujasiri. Leo tunataka tukamwambie Mungu, Baba nijaze kwa upya. Nijaze kwa upya nikaifanye kazi yako. Na kama utaweza kusimama, simama. Kama unaweza kuja hapa mbele, njoo tu. Tunamtaka Mungu na nguvu zake. Tunamtaka Mungu na nguvu zake. Tunamtaka Mungu na nguvu zake Jafari. Tunamtaka Mungu na nguvu zake City Harvest. Tunamtaka Mungu na nguvu zake TH. Tunamtaka Mungu na nguvu zake wa Tanzania, ili tuende tukahubiri injili. Ole wangu nisipohubiri injili. Mke wangu njoo toa tu hivi vitu hapa. Ole wangu nisipohubiri injili.
There's a place in my heart that only you can occupy. There's a longing in my spirit that only you can satisfy. There's a place in my heart that only you can occupy. There's a longing in my spirit that only you can satisfy. And today I give you all, I give you all me, so you can feel me. We all I give you all, I give you all me, so you can feel me. We don't love you. There's a place in my heart that only you can occupy. There's a longing that only you can satisfy. There's a place in my heart that only you can occupy. There's a longing that only you can satisfy. There's a place that only Jesus can occupy. So I give you all, I give you all, I give you all, Lord, so you can fill me up with all of you. I give you all, I give you all, so you can fill me up. So you can fill me up. I give you all, I give you all, I give you all. I surrender to your service, so you can fill me up. I give you all. Rakata, Rokoto, Raka, 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 Rebesh, 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 I give you all, so you can feel me. You can satisfy me. Only you can satisfy me. Only you can satisfy me. You can satisfy me. Only you can satisfy me. Sweet Holy Spirit, only you. Sure, Lord, you can satisfy me. Only you can satisfy me. Only you can satisfy. chukua nafasi, chukua nafasi. You can satisfy. Ukiweza piga magoti omba.
Reketele bobo yata. Sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila wewe Bwana, napenda nikae na wewe, ewe Bwana wangu, nipe na Roho wako Rabakote. awe ndani yangu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila wewe Bwana, napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila wewe Bwana, napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu. Mimi sina mwingine ila wewe Bwana, kimbilio chingine ila wewe Bwana, napenda nikae nawe, ewe Bwana wangu, nipe na Roho wako awe ndani yangu. Sina mwingine, sina mwingine, kimbilio chingine, msaada mwingine, sina mwingine, sina mwingine, msaada mwingine ila ni wewe Yesu, zaidi yako sina mwingine, msaada mwingine sina, zaidi yako sina mwingine, Shamana sina mwingine, kimbilio chingine sina, 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 mimi sina, 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 uniukiri sina, sina, Kokorabada. Shemana ya Chukua nafasi, chukua nafasi. Hebu tazama kule Yesu alikutoa. Tazama kule Yesu alikutoa. Mwambie Yesu asante. ila ni wewe Yesu, ila ni wewe Yesu, Yerebo ila ni wewe sata. Yesu, ila ni wewe Yesu, ila ni wewe Yesu, kimbilio chingine, msaada mwingine. Shaneza. Shitetetero. Shinera boko seteteya. Riko shepoko satata. Ribrada hozeta. Abra zetetepo. Harebro zatebo shekete. Baba. Wengine tulikuwa tumelowea na kutopea kwenye pombe, Bwana akatukumbuka, tunamwambia asante. Wengine tulikuwa tumelowea kwenye uchawi, ila Bwana akatuhurumia.
shererebosa. Yesu wa huruma, Yesu wa huruma yuko hapa. Hata sasa yeye bado anasamehe, anatakasa, anasafisha kabisa. Na pengine nafsi yako inakushuhudia kwamba ulikuwa unapingana na sauti ya Mungu. Njoo hapa mbele, watumishi wa Mungu watakuwekea mikono na utapokea nguvu mpya. Njoo watumishi wa Mungu wakuwekee nguvu mpya, wakuwekee mikono na utatoka hapa kama shujaa. Tatara badobo shei zekorabateketesha yanderebo sheketaya rikapose. Tukiwa tunaendelea na maombi, hebu karibu hapa mbele. Naomba magrupu mawili. Kama wewe, kama ambavyo amehubiri mtumishi, unasikia kusukumwa kuipeleka Injili lakini hujui utaipelekaje, naomba simama upande huu wa kushoto, tukuombee. Bwana akuwezeshe, akusaidie. Hujui utafanyaje, huna ujasiri hata kusema mbele za watu. Hebu njoo upande wangu wa kushoto, Bwana akuwezeshe. Lakini upande wa kulia, kama unataka kuwa full time mwinjilisti, uende Bible school, ujifunze, utumike, lakini hujui utaendaje na utaachaje hiyo kazi unayoifanya sasa hivi, njoo tukuombee tu. Hata kama umestaafu, wewe njoo tu hapa upande wangu wa kulia, tutaomba pamoja na wewe. Bwana akusaidie, akuwezeshe. Hatuna maana kwamba tunaandikisha majina kutoka hapa unaenda Bible school. Lakini wewe njoo tu kwamba una uhakika kwamba Bwana anakuita. Lakini jinsi gani? Wewe njoo tu hapa mbele upande wangu wa kulia, tutaomba pamoja na wewe. Bwana akuwezeshe, akusaidie. Wakati mtumishi wa Mungu Abedi Makalabo ataomba kwa ajili yetu sisi wote. Hujui utasemaje? Njoo upande wa kushoto. Utaanzaje? Njoo upande wa kushoto. Lakini unajua kabisa Mungu anakuita, ila hujui utaendaje, utawezeshwaje, familia utaiachaje, biashara zako utaziachaje. Wewe njoo tu hapa kulia, tutaomba pamoja na wewe. Mungu ashughulike na wewe, Bwana atende. Wakati mtumishi wa Mungu anatuombea. Yes, eko prahazitaje debokosh. Is da dobokosh etapoko rabatesh. Hariboshe tere baba baboko zata. Debo. Bwana, neema yako inatutosha. Your grace is sufficient, oh Lord. Hata sasa Bwana, neema yako inatutosha. Bwana, uliyewaita watu wa kila kabila na kila lugha na kila taifa kwa ajili ya kazi yako. Bwana, ninaomba neema yako kuu kwa ajili ya kila Mwana City Harvest. Tumelisikia neno lako Bwana, tumeisikia call to action, na leo Bwana tumekuja kusarenda. Tumekuja kusarenda. Tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Bwana. Wajaze nguvu Bwana, maana imeandikwa, lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Tunataka kuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu, twende paka Samaria, twende paka mwisho wa nchi. Maana Bwana, sisi ni local church. Bwana, tuko tayari. Tujaze kwa upya Bwana. Only you can satisfy. There is a longing that Holy Spirit, we are longing. Holy Spirit, fill us. Utujaze nguvu mpya, tukawe mashahidi wako, kwa kuwa Bwana, wewe ndio uliyetuita kwa kazi hii. Ni wewe utakayesimama kukamilisha kile ambacho Bwana kimesalia.
Bwana, simama na watumishi wako hawa, ukawatumie kama upendavyo, ukawatumie kama upendavyo, ukawatumie kama upendavyo, ukawatumie kama upendavyo, ukawatumie kama upendavyo. Hawa ni vyombo Bwana. Wako wale ambao wameweka commitment ya jumla Bwana, ukawatumie, 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 ukawatumie. Milio jingine ila wewe Bwana, napenda nikae nawe kabasitaya, wewe Bwana wangu, ishakata nipe na roho yako kabarabosheata ikatase. Kabla sijashuka kwenye madhabahu takatifu, kama yuko mtu mmoja ambaye siku hii ya leo anasema nimesikia na niko tayari kuokoka, niko tayari kumpokea Yesu, niko tayari kubadilisha maisha yangu, chukua hatua sasa. Mtumishi wa Mungu, nyosha mkono wako pale ulipo. Yule anayesema mimi nataka kuokoka leo, mimi nataka kuokoka leo, inua mikono yako juu tuione. Asante, ninaona mikono pale nyuma. Ashas, naomba muongoze waje hapa mbele. Reketeterebokose yakataya, kimbilio jingine raboseata ila wewe. Usiangalie wa kushoto wa kulia, njoo njoo njoo, wokovu ni sasa. Reketefo zatapa, nipe na roho sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine, sina mwingine. Neema bado ipo, sina mwingine. njoo, Yesu yuko hapa kwa ajili yako. Sina mwingine. Naomba microphone moja pale. Sina mwingine. Naomba microphone moja iende pale mbele. Sina mwingine. Mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya mavuno. Na kwa kuwa leo mmeamua wenyewe kwa hiari yenu kumkiri huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, basi mmoja mmoja afuatishe maneno haya, tukianza na dada yangu hapa. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele zako. niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nimetambua ya kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli. Ndiye Mungu wa kweli. Na nimeamua kukufuata wewe. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na kuanzia leo ninamkataa shetani na kazi zake zote na mipango yake yote. Mimi ni kiumbe kipya kuanzia leo. Asante Yesu kwa kuniokoa. Watumishi wa Mungu, wekeni mikono kwa watakatifu wa Bwana hao, na watu wengine nyosheni mikono kwa ajili ya watumishi hawa wazuri ambao Bwana amewapa neema yake kuu. Rebrazi zate kuja kuziti rabateish guz rabadabuje kazadebuguzashtaya kozimana madoje za sakatabuj rababuza jakatabababa Jozaterea
Urira zadadada uri. Uriribu satadai. Ze go 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 zadada. Ye go 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 zadada. Oh. Oh, zatapaya. Asante. Basi watumishi wa Mungu, mfuateni kaka Masai pale kwa utaratibu. Kanisa, haleluya!